Hasan Basri rahimahullah siku moja alieleza akasema ya kwamba walikuja watu kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumwambia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuwa wao wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na hayo waliyosema kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaishusha aya kumweleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awaeleze hao maana khalisi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi kama tutakuwa miongoni mwa hao ambao wenye kutaka kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambalo ndio lengo kubwa la mu'min mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakika hamna ambacho kitazidi mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yetu hapa duniani na kesho akhera. Kama Allah subhanahu wa ta'ala atakupenda wewe, kuna kipi chengine ambacho katika maisha yako utakihitajia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya mapenzi yake? Hivyo walivyokuja kumweleza Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba wao wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile wanavyoeleza watu wengine ya kwamba ukiwauliza unampenda Allah subhanahu wa ta'ala, nao wanasema ya kwamba wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anataka kutupatia maana khalis ya nini maana ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema katika suratul Al-Imran aya namba 31 aliposema, qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Akamwambia, ewe Muhammad, waambie waeleze hao, qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni, kama wanasema ya kwamba wao wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala, basi waambie wakufuate wewe. Wakufuate wewe kwa maana ya kwamba wafuate yote ambayo wewe utakayokuwa ukiwaamrisha na kuwaelekeza katika maisha yao wayafuate, na wakae mbali na yote ambayo utakayowakataza katika maisha yao. Subhanallah, kumfuata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumtii Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika yale ambayo aliyotueleza katika sheria ya Kiislamu, katika sunna zake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huko ndipo kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yoyote ambaye atakayekuwa anajidai na kusema ya kwamba yeye anampenda Allah subhanahu wa ta'ala, basi aelewe ya kwamba kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala ni kumfuata Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kila alichotueleza katika maisha yetu, na kuacha yote katika yale makatazo alitueleza katika sunna zake mbalimbali. Huko ndipo ambapo mtu atakapopata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sio jambo la siku moja ama siku mbili, bali ni suala la maisha yetu yote ambayo tutakayoishi katika maisha haya ya duniani, kwamba tukitaka tupate mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi tujitahidi kujielimisha juu ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tujitahidi kujielimisha juu ya mafunzo mbalimbali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tuyafate katika maisha yetu na kukaa mbali na makatazo ambayo alikuwa akitueleza katika hadithi mbalimbali, na hapo ndipo ambapo tutakapojaliwa mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fattabi'uni, Allah subhanahu wa ta'ala anasema waeleze, waambie ya kwamba nifuateni mimi, yuhibbukumullah, na malipo yako yatakuwa utapata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa yaghfir lakum dhunubakum, na Allah subhanahu wa ta'ala si kukupendeni tu, bali atakusameheni dhambi zenu. Huyo ndio Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakika yeye ni mwenye kusamehe dhambi za waja wake, na yeye ni mwenye kuwapatia rehma waja wake. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza mambo makubwa, malipo yaliokuwa makubwa kwa yule ambaye atakayetaka mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza yeye anahitajika kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumfuata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala atawapenda, na mbali ya hayo atawasamehe dhambi zao, na mbali ya hayo atakuwa miongoni mwa watu ambao watakaopata rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Ujira ulikuwa mkubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale wenye kumfuata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivyo tunasubiri nini katika maisha yetu? Turudi na tuangalie hadithi mbalimbali za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tusisome sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na tuzifanyie kazi kivitendo katika maisha yetu. Tuelimishe familia zetu, tuelimishe watu wetu, jamii zetu juu ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu bila ya kumfuata Muhammad sallallahu alaihi wasallam vile inavyohitajika kumfuata katika maisha yetu, basi hatuwezi kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yetu. Tunahitajika turudi katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na tukae mbali na makatazo ambayo alikuwa akitueleza Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili tuweze kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yetu hapa duniani na kesho akhera. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe miongoni mwa wale ambao watakaohuisha
sunna za Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kukaa mbali na makatazo ambayo alikuwa akitueleza katika hadithi mbalimbali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mungu Allah tujalie tuwe miongoni mwa wale ambao watakaopata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani na kesho akhera, na kusamehewa dhambi zao na kujaliwa rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuingia katika pepo ya Jannatul Firdaus.